Hali kadhalika mtazamaji, familia moja kutoka kijiji cha Thathini, Kiambu ipo kwenye njia ya kumtafuta aliko mwana wao mwenye umri wa miaka 26, Joseph Kamau, aliyesafiri kwenda Moscow, Urusi mwezi wa Juni mwaka jana kutafuta kazi. Kwa mjibu wa mama yake Susan Wanjiru, mawasiliano yalikatika mara tu baada ya kudhibitisha kwake kufika salama. Familia sasa inaiomba serikali kuingilia kati, wakihofia usalama wake, huku wakitaka hatua zaidi kuchukuliwa kulinda Wakenya wanaopotea au kukwama katika mataifa ya ughaibuni. Abraham Gadesha anatuarifu. Familia moja kutoka kijiji cha Thathini, eneo bunge la Kiambu, wanaishi na hofu baada ya mwanao kupotelea katika nchi ya Urusi. Sijui kama mtoto wangu ako uhai ama amekufa. Ile ningeomba ni serikali ifanye maneno yao, imrudishe hapa, sababu namtaka akiwa hai, akiwa hapa ndio aendelee na kazi yake ile alikuwa anafanya. Saa ile alikuwa hapa. Mara yangu ya mwisho kuongea na yeye saa ile alifika huko. Akifika huko akaniambia amefika Moscow, na tangu siku hiyo sikuongea na yeye tena mpaka wa leo. Alikuwa na agent, lakini huyo agent mimi simjui, sikuonana na yeye macho kwa macho. Kama ndio tu alikuwa wanajuana na yeye, kazi yake tu ni kupika, hajui hiyo buduki ni nini. Na ilikuwa mambo ya haraka haraka, hata hatukujulishwa. Sasa ndio tunashindwa, sababu alienda mwaka jana, sijui mwezi wa 6 hivi, hatujui ako aje mahali yuko. Sababu tunasikia watu wanaenda kuvuzwa kwa siku chache, alafu natumwa laini za bere mahali vita imesidia. Kwa hivyo sisi hatujui vile mtoto wetu yuko. Na tunauliza ambassador wetu ule yako hapa, au ule yako huko Russia, tujue kama anatushughulikia kwa watu hawa alienda kimakosa bila kujua wanaenda kufanyisha hiyo kazi ya vita. Alikuwa amedanganyika ati anaenda kuwa mpichi wa kupigia wanajeshi. Tunaomba serikali ipate kuturudishia watoto wetu, hata ipate kutengeneza makazi, ndivyo hata watoto wetu wakati wanapomaliza masomo wanapata kazi ya kufanya. Ni jambo ambalo linatutia hofu sisi kama vijana, maana bado pia sisi tunatafuta kazi na hatujui mahali mtu ataangukia, na kama kuna security ya vijana wakienda kutafuta kazi ije sika vijana inatutia hofu. Sasa familia hii ikiomba serikali kuingilia kati na kuwarejeshea mwanao. Abraham Gadesha, NTV mashinani kutoka kaunti ya Kiambu.